Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu hichi. Tuko somo la mwisho kabisa, kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Jana nimeangalia na magani ambavyo masomo kufikia jamii. Nikaona pale Paulo anavyomtambulisha Tikiko. Sifa njema. Na sisi hatuna budi kutoa sifa njema kwa watu wenzetu. Ili tupatia pia na sisi sifa njema pia kwa nani? Kwa Mungu. Amina. Leo siku ya Jumatatu tunaangalia muunganiko wa kanisa. Muunganiko wa kanisa. Basi kabla kwanza tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa pamoja nasi. Amen. Tunapomaliza robo hii tunaomba hekima yako kwa nguvu, kwa ule ujazo mkubwa kabisa. Tupate kuelewa masomo haya ya umoja katika wewe, katika Kristo Yesu. Na leo tunaenda kuangalia muunganiko wa Kristo kwa kanisa. Tunaomba tupatie hekima yako. Siri yako tufichulie. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Muunganiko wa kanisa. Wa kanisa. Ikiwa kama tutafanya mapenzi yote ya Mungu, tunasimama imara, tumesimama katika utofauti wetu na umoja wetu. Ni umoja katika utofauti. Umoja katika Wayahudi kwa wa mataifa. Wakolosai 3:10. Katika Kristo Yesu hakuna Myahudi, hakuna mataifa. Yaani wote ni katika umoja. Tofauti lakini katika umoja. Sasa tunaanza kuona katika timu ya Paulo anayoitambulisha mwishoni mwa kitabu hiki ina sura hiyo hiyo. Tuende katika Wakolosai sura 4:10 na 11. Aristarko aliyefungwa pamoja nami awasalimu, na Marko mjumba wake Barnaba, ambaye mmempokea maagizo ya habari yake. Akifika kwenu mkaribisheni. Na Yesu aitwaye Yusto. Hao ni watu wa tohara, tena hao peke yao ni watendaji wa kazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao walikuwa faraja kwangu. Ukiangalia orodha hii ina Wayahudi na wasio Wayahudi, na hao Wayahudi ni wachache katika, wengine wamemkimbia Paulo, lakini kuna Wayahudi na wasio Wayahudi. Yaani timu ya Paulo ilikuwa sio ya kikabila, ya kabila yake tu. Ilikuwa ya mchanganyiko. Kwa hiyo ni muunganiko wa wanatimu ambao unatoa sura ya muunganiko wa kanisa, ule umoja ambao tuliokuwa nao ndani ya kanisa. Umeiona hekima ya Mungu? Umeiona? Unajua mapenzi ya Mungu yakoje? Anataka tumwakisi Kristo. Sawa. Na kumwakisi Kristo ni nini? Kristo ni sura ya Mungu. Na Mungu ni umoja katika utatu. Mtu ni mwanaume na mwanamke. Mtu ndani ya Kristo Yesu inamaanisha ni Myahudi na asiye Myahudi. Iwe ni kazini, iwe ni nyumbani. Usiwe na watu wa aina moja. Sura ya Mungu haionekani pale. Kama unahakika kwamba kweli mpo tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, changanya. Wewe si bosi. Usilete tu watu wa ukoo wako. Baraza kanisa, wewe ni mchungaji, usiweke tu watu ambao ni yes men tu humo ndani. Sura ya Kristo ipo ni pale ambapo mnaweza mkavumiliana, mkashawishiana. Ndipo unyenyekevu wa Kristo, sura ya Mungu inapoonekana. Haleluya. Na wewe unaenda kuoa, sio lazima uwe kabila yako. Samahani, sijui kama nimekunania hapo, nimekugusa kiasi gani. Sio lazima eti tulisoma tu, lazima tulisoma wote shule na tulienda chuo wote pamoja au nini. Lazima kuwepo na utofauti, ila vitu ambavyo vitawaweka pamoja ni Kristo Yesu. Yeye ndiye anayewaunganisha. Haya mengine, hizi tofauti zinapomezwa ndani ya Kristo, ndio sura sasa ya Mungu inapoonekana. Nimekugusa kidogo. Unaungana na magari ambavyo tunatakiwa tusiangalie kwamba ni sisi watu wa ndugu yangu ndo na nadhani pia watu wanakuwa wana hofu kwamba labda ndugu yangu atanifanyia kazi vizuri zaidi. Ndio maana nyingi wanaharibu. Lakini imani imeonyesha kwamba, kwa mfano tuongee tu makampuni makubwa ya teknolojia, mfano Apple, Microsoft, tuongelee pia Google. Wasio ni wengi, lakini kampuni za kidipari za wazungu wanaonyesha namna gani ambavyo kumbe
diversity, mchanganyiko wa watu unaweza ukaleta mawazo katika kufanikisha tofauti. Sasa kama katika dunia inaweza kufanikiwa vipi katika kazi ya Mungu? Kumbe kuna watu aliita watu kwa mbali, amevunja kiambaza. Sasa ni kwa sisi kuweza kuona namna gani tunavyofikia, na injili pia inafika huo mchanganyiko, kufanya kama penzi yote ya Mungu. Hatuwezi kuyafanya tukiwa katika ukabila, ujinsia, na uwezo kuendelea. Hatuwezi kuendelea. Rafiki yangu, ninaamini umebarikiwa na timu ya Paulo iliyokuwa na kina Yusta. Unajua ni Kilatini ya Yesu, alikuwa anaitwa Yesu yule, Myahudi yule, na kina Onesimo, mataifa yule, lakini sasa wote ni wanatimu ndani ya Kristo Yesu na wanafanya kazi pamoja na Paulo. Naamini umebarikiwa na masomo kama haya. Ikiwa umetengwa kwa sababu ya kabila yako, pata moyo kwamba unajumuishwa ndani ya Kristo Yesu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, umoja huu ndani ya Kristo Yesu. Tunaombea wakina Paulo, viongozi, hekima uliompatia Paulo ya kujumuisha watu wa aina mbalimbali katika timu yake. Na tunaomba ikatimilike hivyo katika kanisa, katika familia zetu, umoja katika utofauti, ili tuweze kutimiza mapenzi yako. Na ikiwa kama kuna yeyote hapa ambaye Baba alitengwa kwa sababu ya sura yake au ya kabila yake, nafasi yake, nenda kamuingize, kampatie mahali ambapo atafiti na sura yako ikazidi kudhihirika duniani. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika muunganiko wa kanisa. Kesho siku ya Jumanne tunaangalia kusimama wakamilifu na kuthibitika. Anabinza na Mineno Soma Kalimbili, na tunaendelea kuwaletea masomo kutoka Dar es Salaam hapa Tanzania. Amen. Karibu sana.